Shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF wameweza kutoa taarifa yao kwa umma kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea kwenye mchezo wa jana, mchezo uliokuwa unazikutanisha timu mbili, timu ya TRA United Sports Club wakikutana dhidi ya timu ya Simba Sports Club, mchezo ambao haukuweza kufanyika pale kwenye jimba la Sheikh Amri Abeid kutokana na mvua kubwa iliyoweza kunyesha na kusababisha uwanja kujaa maji. Hivyo kamishna wa mchezo huo pamoja na waamuzi wa mchezo kukubaliana wote kwa pamoja kwamba mchezo huo uahirishwe na usifanyike ili uweze kupangiwa tarehe nyingine kwa ajili ya kufanyika mchezo huo, maana uwanja ulikuwa uruhusu mchezo huo kufanyika. Sasa mara baada ya mchezo huo kuweza kuahirishwa, hatimaye shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF wamekuja na taarifa yao kuhusiana na mchezo huo kati ya timu ya TRA United dhidi ya timu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa taarifa gani ambayo shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF wameweza kuitoa kuhusiana na mchezo huo kati ya TRA United dhidi ya timu ya Simba Sports Club, mchezo ambao uliweza kuahirishwa pale kwenye jimba Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha. Undani wa taarifa hii nitakuja kukusogezea hapa SR Media Plus ili naye uweze kuhabarika na kufahamu kile ambacho shirikisho la mpira miguu TFF wameweza kukitoa kuhusiana na kuahirishwa kwa mchezo huu hapo. Lakini kabla sija kusogezea moja kwa moja hii taarifa, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa, mwanafamilia wangu. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa SR Media Plus, alafu bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli kabisa wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Cha kufanya sasa ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya, swala ni jepesi kabisa. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Baada hapo hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, basi wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya kimichezo ambayo sisi tunakujuza na kukuhabarisha wewe moja kwa moja kupitia hapa SR Media Plus. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya taarifa ambayo ameweza kuitoa TFF kuhusiana na mchezo kati ya TRA United dhidi ya timu ya Simba Sports Club kuweza kuahirishwa hapo jana. Kama ninavyofahamu, siku ya jana ilibidi mchezo kati ya TRA United na Simba Sports Club uweze kufanyika pale kwenye dimba la Sheikh Amri Abeid mkoani Arusha, lakini kutokana na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha mkoani Arusha zimeweza kupelekea dimba la Sheikh Amri Abeid kuweza kujaa maji, na mwamuzi wa mchezo kwa kushirikiana na kamishna wakiukagua uwanja na walikubaliana mchezo huu uweze kuahirishwa na itapangwa tarehe nyingine kwa ajili ya mchezo huo kuweza kuja kupigwa tena kati ya TRA dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Sasa mara baada ya mchezo huo kuweza kuahirishwa, mashabiki ambao waliweza kuingia kwenye mchezo huo kuja kushuhudia dakika 90 kati ya mchezo wa TRA dhidi ya timu ya Simba Sports Club walikuwa wanahitaji viingilio vyao virudishwe mara baada tu ya mchezo huo kuweza kuahirishwa, lakini viingilio havikuweza kurudishwa na matokeo yake askari waliokuwa eneo hilo walitumia mabomu ya machozi kuweza kuwatawanya mashabiki yao ambao walikuwa wanadai haki yao ya msingi ya kuhitaji kurudishiwa viingilio vyao ambavyo waliweza kulipa kwa lengo tu la kushuhudia mchezo kati ya TRA dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Mpaka sasa hivi shirikisho la mpira miguu Tanzania TFF chini ya rais wake Wallace Karia alijaweza kutoa taarifa ama tamko rasmi kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea siku ya jana juu ya kuahirishwa kwa mchezo na juu ya viingilio vya mashabiki walioingia uwanjani hapo vitarudishwa kwa mtindo gani. Kwa hiyo tuendelee kusubiria mpaka pale shirikisho hilo litakokuja kutoa taarifa rasmi kuhusiana na mchezo huo kati ya TRA dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Mpaka sasa hivi klabu ya Simba tayari imekushaweza kurejea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya maandalizi ya mchezo wao mwingine wa ligi kuu ya NBC Tanzania Bara dhidi ya timu ya Pamba Jiji. Lakini kwa upande wa timu ya TRA, wao wanaendelea kujiandaa na mchezo wao mwingine wakiwa nyumbani pale Sheikh Amri Abeid dhidi ya timu ya Yanga Sports Club Machi 18. Kwa hiyo tusubirie mpaka mwisho wa siku tuone TFF watakuja kutoa taarifa gani kuhusiana na kile ambacho kiliweza kutokea siku ya jana kwenye mchezo kati ya TRA dhidi ya timu ya Simba Sports Club kuweza kuahirishwa. Na maoni gani mwana mchezo wangu kuhusiana na hiki? Je, tuandikie kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.